Naitwa Jackson Kasa, Customs TRA. Na ripoti fupi ya performance ya kituo cha OSDP kwa upande wa Tanzania. Naomba nisome mbele yenu. Taarifa ya kamati ya Bunge la Afrika Mashariki katika ziara yao ya shughuli za usimamizi wa kutathmini maendeleo ya utekelezaji wa vituo vya pamoja mpakani kwa maana ya Kabanga and Kobero OSDP kati ya nchi ya wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Utangulizi. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu muumba wa vyote na mwenye wingi wa rehema kwa kutuwezesha kukutana tukiwa na afya njema. Ndugu waheshimiwa wabunge, kamati kwa ujumla pamoja na wajumbe, karibuni tena Kabanga. Mpaka wa Kabanga hapa OSDP ulianza 2016 kwa maana kama hatua ya awali ulianza kwa idara mbili kwa maana ya forodha customs na uhamiaji migration. Baada ya muda zikaongezeka idara zingine ambazo ni idara zaidi ya 10 kwa maana ya kuweza kufanya most operations za OSDPs. Idara baadhi ni kwa idara ya polisi, ofisi ya rais, polisi, TBS, kilimo, afya na idara zingine. Hali ya usalama, nipende kutoa taarifa kuwa ndugu waheshimiwa wabunge, kamati kuu, kamati kwa ujumla pamoja na wajumbe, hali ya usalama hapa mpakani kwa nchi baina ya Tanzania na Burundi iko salama kabisa. Kwa ushirikiano wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa maana ya upande wa Tanzania na upande wa Burundi wamekuwa wakishirikiana vyema katika kuhakikisha hali ya usalama ili kuweza kufacilitate smooth operations za OSDP. Tukienda kwenye swala la performance yenye miaka mitatu kwa maana ya 2025, 2024 na 2023 tumekuwa tunapata trending ya positive kwa maana tumekuwa tukikusanya kwa zaidi kwa jinsi miaka inavyozidi, na hiyo ni kulingana na ushirikiano uliokuwepo baina ya Tanzania na Burundi katika operations za OSDP. Kwa maana 2023 tulikusanya 100% ya lengo 100.17 kwa maana lengo lilikuwa bilioni 12.5 za Kitanzania na tukafanikiwa kukusanya bilioni 12.6. Kwa ufanisi ulikuwa wa 100.17. Vivyo hivyo 2024 katika lengo la bilioni 14.8 tuliweza kukusanya bilioni 15.9 kwa maana ufanisi ukafikia kwa 106. Vivyo hivyo kwenye 2025 katika bilioni 16.5 za Tanzania tuliweza kukusanya bilioni 17.6 kwa maana ya lengo ikiwa 106.7. Tunapenda kushukuru ushirikiano kwa sababu haya yote yamewezekana kwa ajili ya ushirikiano uliokuwa baina ya Tanzania na Burundi kwa maana ya Kabanga na Kobero boda. Lakini tuna changamoto pia, ndugu waheshimiwa wabunge wa Afrika Mashariki pamoja na kamati na wajumbe, tuna changamoto kadhaa ambazo kidogo zimekuwa zikileta changamoto ya operations zetu kwa maana ya kwamba kituo kina idadi ya idara zaidi ya 15 kwa maana inachukua watumishi zaidi ya 50. Kwa hiyo tuna changamoto ya makazi kwa maana ya nyumba za watumishi. Kipindi OSDP inajengwa 2016 walitengeneza nyumba kwa maana ya nje kidogo ya uzio wa OSDP, nyumba ya kuweza kuaccommodate, kuweza kuchukua watumishi 10. Kwa hiyo katika watumishi zaidi ya 50
10 mpaka 20 ndio wanaishi kwenye nyumba ambazo za OSBP, lakini asilimia 60 ya watumishi hawaishi kwenye hawaishi kwenye makazi ya OSBPs. Kwa hiyo wanaishi mbali kidogo, kilomita 2-3. Kwa hiyo kidogo inaleta changamoto katika operations za OSBP. Lakini pia changamoto nyingine tuliokuwa nayo ni jengo letu. OSBP ilizinduliwa 2016, kwa maana mpaka kufikia leo ni miaka 10 sasa. Kwa hiyo kidogo kuna ukarabati kidogo, miundombinu imekuwa sio mizuri kulingana. Ndani ya miaka yote limekuwa kwenye operations za kuhudumia watu na mizigo. Kwa hiyo tuna changamoto ya ukarabati wa jengo la OSBP. Pia tunakabiliwa na changamoto ya vipenyo ambavyo sio rasmi. Tanzania na Burundi imezungukwa na maeneo ambayo tunapata changamoto ya kupitisha mizigo, kwa maana aidha Tanzania kwenda Burundi au Burundi kwenda Tanzania, kwa maana ya kuto kufuata customs procedures. Hiyo ni changamoto ambayo tumekuwa tukipambana nayo kila siku, na siku zinazozidi kuongezeka tunazidi kuikabili, lakini pia ni changamoto. Tumekuwa tukifanya doria tukishirikiana na vyombo vya ulinzi, na mahusiano tuliyokuwa nayo kati ya Tanzania na Burundi katika kutoa elimu. Pia tunawaeleza watu kwamba kuto kufuata taratibu za mpaka kwa bidhaa, kwa maana ya kitendo cha magendo, kina madhara makubwa ya kiafya, ya kikodi katika nchi husika, kwa maana mizigo inayotoka Burundi kuingia Tanzania bila kupata taratibu za mpaka zinaharibu shughuli za uchumi wa Tanzania. Vivyo hivyo mizigo inayotoka Tanzania kwenda Burundi bila kupata utaratibu wa mpaka unaharibu uchumi wa Burundi pia. Pia tuna ukosefu wa cargo scanner. Upande wa Burundi wana cargo scanner, lakini kwa sisi Tanzania tuna baggage scanner. Wakati tunaingia tuliona kuna ile baggage scanner, kwa maana scanner ndogo kwa ajili ya abiria, kwa ajili ya ile mizigo yao midogo, lakini kwa mizigo ya transit hiyo kwetu ni changamoto, hatuna cargo scanner. La mwisho, napenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa kamati ya Bunge la Afrika Mashariki kwa kufanya ziara hii muhimu ya shughuli za usimamizi wa tathmini ya maendeleo ya utekelezaji wa vituo vya pamoja mpakani, kwa maana ya kituo cha Kabanga na Kobero. Uwepo wenu hapa unaonyesha dhamira ya dhati ya Bunge la Afrika Mashariki katika kuhakikisha kuwa miradi ya kikanda inayolenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kurahisisha biashara pamoja na kuimarisha usafirishaji wa watu na bidhaa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki unatekelezwa kwa ufanisi kwa kuzingatia malengo yaliyokusudiwa. Asanteni kwa kunisikiliza, na Mwenyezi Mungu awabariki, na karibuni tena.